Yes, karibu ndani ya Ayo TV pamoja na millardayo.com. Mimi naitwa Pasco Mwakioma. Trending kwenye mitandao ni kuhusiana na harusi ya Pierre Liquid maarufu huyo. Mmoja ya watu ambao walizichukua trending za mitandao ya kijamii na vyombo mbalimbali vya habari hapa nchini kwa umaarufu wake wa vitu mbalimbali hadi kuwa muigizaji. Sasa leo nimekuja baada ya kuona video yake ya yeye kufunga ndoa. Watu wakawa wanajiuliza maswali kibao. Nimekuja hapa ili niweze kuwapatia majibu ya maswali yenu. Pierre, kwanza hongera sana kwa kuoa. Asante sana, asante sana. Maisha ya ndoa unaonaje kwa siku kadhaa hizi ambazo uko ndani ya ndoa? Maisha ya ndoa ni mazuri sana. Kwa nini umeamua kuoa? Nimeamua tu kubadilisha maisha. Kuwa yule wa zamani na sasa hivi tofauti kabisa. Hapo awali ukuwahi kuoa? Sikuweza kuoa kabisa. Na ukuwahi kuishi na mwanamke ndani ya nyumba? Sikuwahi kuishi na mwanamke. Na sasa hivi naona umebadilisha pia dini. Kabisa. Kila kitu kimebadilika. Kila kitu kimebadilika. Okay. Unaweza kaniambia labda zamani ulikuwa unaitwa nani na ulikuwa unasali kanisa gani? Zamani nilikuwa naitwa Pierre Liquid. Na nilikuwa nasali kanisa moja naitwa Efata la Mwenge huko. Kwa hiyo sasa hivi nimeamua kubadilisha dini, nimebadilisha dini mwenyewe na jina kila kitu. Mambo yangu yanaenda vizuri kabisa. Na sasa hivi unaitwa nani? Naitwa Salum. Salum Liquid au Salum nani? Naitwa Salum Ali Bulbain. Mimi kwanza nikupe hongera sana kwa kuoa. Na mkeo ambaye umemuoa labda mlikutana wapi na mna muda gani? Tulikutana hapa na yeye yuko hapa. Yeye yuko tu katika nyumba kwao huko, anakaa ndani tu, mtu wa nyumbani. Watu wengi wanajiuliza, wanasema Pierre amebadilisha dini kwa sababu ya mwanamke. Wewe kwa nini umebadilisha dini? Sio kujele mwanamke. Ni maamuzi yangu mwenyewe. Nimeamua kama nibadilishe. Hamna tatizo. Kwani dini hii na ile yote kitu kimoja. Kinachotakiwa ni kumwabudu Mungu tu basi. Mwezi mtukufu umefunga. Nimefunga kabisa. Na tunajiuliza Pierre amebadilisha dini. Okay, sasa hivi anasema ana swali. Vipi kwenye masuala yetu ya kupiga kinywaji? Hayo mambo nimesahau kabisa. Mambo kupiga kinywaji hayo. Kinywaji nimesahau kabisa. Gambe. Nimesahau kabisa. Una muda gani? Na muda mwingi sana. Miaka kama huu mwaka wangapi? wa 5 nadhani. Hujagusa pombe kabisa? Hujagusa kabisa. Na sigusi. Kitu gani kile kutokea mpaka ukasema sasa mimi pombe basi? Baada ya kubadilisha tu dini tu basi. Nikasema kitu tena basi. Hakuna kitu chochote kilikutokea labda Swahili ukasema mimi pombe naona? Kuna kitu kimoja kinitokea ambao nilipata ugonjwa wa pressure. Kwa hivyo nilipopata ugonjwa wa pressure nikaenda hospitali. Daktari akaniambia, bwana, una ugonjwa wa kiharusi. Kwa hivyo bwana, unatakiwa usije ukanywa pombe hata kidogo. Ukinywa usitulaumu kabisa. Yaani usiguse. Na watu walishakuzoea kukuona mitandaoni sana. Kitu gani kimekufanya siku hizi watu hawakuoni mitandaoni? Ule umaarufu wa Pierre umekaa kimya. Sasa mimi mwenyewe nimeamua kukaa kimya tu kwa sababu matatizo yangu yalikuwa ya malazi, ya magonjwa hapa na pale na nini. Nikaamua nikae tu kimya, niwachie tu wengine. Vipi upande wa marafiki ambao ulikuwa nao kipindi unapiga gambe, uko kwenye viwanja na sasa hivi, au kipindi matatizo yamekutokea, walishiriki kiasi gani kukusaidia? Baadhi ya marafiki ambao nilikuwa napiga nao gambe, wale wote naona wanikwepa na nini. Mimi nikasema sawa, lakini marafiki kuja kupata huku wengine niko nao vizuri, nenda nao sawa. Unapiga simu haziokotwi kabisa? Zinaokotwa, lakini ndio hivyo, kama hivyo wanajachenga basi sawa basi ndio hivyo. Unafanya kazi Silent Ocean sasa hivi. Ilikuwaje ukapata kazi hapa? Watu watakuwa wanajiuliza sana. Hiyo video ndio anajua kwa sababu video ndio alinileta mara ya kwanza kabisa kwa video. Mara ya kwanza kabisa. Aliniambia, bwana, twende kule kuna tangazo. Nikaje kupiga tangazo, ndo Mungu akaniona, mambo yakawa fresh. It's okay.
Pierre yuko juu. Hebu wakumbushe watu kidogo. Basi ndio hivyo mambo yakaenda sawa fresh. Mimi nataka wakumbushe watu ile It's okay. Okay. Maisha ya ndoa umeaonaje? Maisha ya ndoa ni mazuri kusema kweli. Sio mabaya. Japo ni awali sio mabaya sana. Mazuri tu. Mtu atajiuliza Pierre imekuja kuaje, anakuja kuoa sasa hivi. Kwa nini akuoa mapema huko? Kwa sasa hivi una miaka mingapi? Mambo ya miaka hayo asili yangu. Lakini watu atajiuliza kwa nini sasa Pierre amekuja kuoa sasa hivi? Kitu gani kimekushawishi wewe kuingia kwenye ndoa? Hakuna kitu kilichonishawishi. Nimeamua tu mwenyewe nikae na mke, nipate mtoto, nipate japo hata wa kunizika. Mwake mtu anaweza kaenda mpaka umri unaenda kwa national housing, mambo kwa tofauti. Kwa hauna mtoto kabisa? Sina kabisa. Lakini sasa hivi unategemea utapata mtoto? Nitapata kabisa. Inshallah. Kwa uwezo wa Mungu, inshallah. Na labda unategemea labda uwe na watoto wangapi? Kama Mungu akibariki. Hata 5 sio mbaya. Una mpango wa kuongeza mke? Yaani kama kawaida. Kama kawaida. Dini inaruhusu. Na nguvu bado ipo kabisa. Labda pia Pierre, labda nikuulize tena kitu kingine. Kuna kipindi ulikuwa unatumika kwenye masuala ya ubalozi, kuhamasisha timu. Okay, tumeacha pombe. Hadi kuhamasisha vitu vingine pia tumeacha. Kuhamasisha kama timu. Nakumbuka kipindi kile waziri mkuu alikupa ile kampeni ya kuhamasisha timu ya taifa na vitu vingine kama hivyo vipi? Nahamasisha. Nahamasisha kama kawaida. Tuko katika dini, tumeoa, marafiki zetu vipi? Wale ambao tuko tuna play part wakati nyuma hatujabadilisha dini, hatujaoa. Wale mimi marafiki siwezi kuwatenga. Ila watajitenga wao. Sababu roho yangu iko nyeupe kabisa. Na mtu atajiuliza nikija hapa Silent Ocean, Pierre anajishughulisha na nini? Mimi niko hapa kwa sababu kupokea wateja na kuongea nao vizuri, na kumuonyesha mzigo wako uko hapa ule pale, na mengine anaenda. Na vipi Liquid? Liquid sijaenda muda mrefu kwa kweli. Na wakati unapitia yale matatizo, wale watu wako pale walijaribu kukusaidia? Walikuwa nawe pamoja? Kwa kweli waliniacha mbali sana nao. Waliniacha. Kwa hiyo baada ya kuniacha na mimi sikuwa na mpango nao sana, nika tu huku pande za huku basi. Yaani kusema kweli kampuni ya Silent Ocean ndio ikawa inadumia mpaka unaona amekaa hivi kwenye kiti vizuri. Nikurudishe pia kwenye masuala ya pombe. Vitu gani ambavyo unavichukia ambavyo vilikutokea kipindi unakunywa pombe? Ambavyo unavichukia? Yaani vikutokea unasema yaani unaona kabisa hivi vilichangia pia mimi niache pombe. Nitaje hata 3 4 ambavyo vilikutokea ukasema yaani sikumbuki hivyo vitu kwa kweli ambavyo vimenifanya mimi mpaka niache pombe. Au vitu tu ambavyo vilikutokea ambavyo ukikaga hivi kujutia unasema mimi siwezi kurudi kunywa pombe tena. Kwa sababu kitu unapojua mimi ni kitu ambacho ni cha ugonjwa tu. Haujai kutokeaga ile umepiga vitu unajiuliza nimefikaje nyumbani leo? Ile kuna kitu kimoja, kuna mguu hapa nilivunjikaga. Ukatika kabisa hapa. Sababu hiyo gambe. Ukatika kabisa. Basi mimi niendelee kukupongeza kutokana na wewe kuingia kwenye ndoa, kuingia kwenye dini ambayo unaamini ndio itakuvusha. Fresh. Kwa sasa hivi umefunga. Nimefunga. Jioni kama kawaida tunafuturu. Naendelea. Vipi honeymoon umeenda? Honeymoon naenda. Na kwa nini Pierre umeoa katikati ya mwezi wa Ramadhani? Kwa nini usingeoa mapema au kabla? Uliona mambo yanazidi? Mambo ya baraka haya. Mambo ya baraka. Asante sana. One East Africa.
Yo! Silent Ocean Itabaki kuwa juu, itabaki kileleni. Simba Bahari.